Iran imeonya kuwa inaweza kuongeza kiwango cha urutubishaji uranium hadi 90%, kiwango kinachoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia iwapo Marekani na Israel zitafanya mashambulizi mengine dhidi yake. Onyo hilo limetolewa na msemaji wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Iran, Ibrahim Rezael, kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X. Moja ya chaguo la Iran iwapo kutakuwa na shambulizi jingine ni kuongeza urutubishaji hadi 90%. Tutalijadili hilo bungeni, aliongeza Rezae. Kwa sasa Iran imefikia kiwango cha 60% cha urutubishaji uranium, huku wataalamu wa masuala ya nyuklia wakisema Tehran inaweza kufikia 90% kwa muda mfupi iwapo itaamua kufanya hivyo. Kauli hiyo imeongeza mvutano mkubwa wa kimataifa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Tehran na Washington yakiwa katika hali tete. Wakati huo huo, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf amesema Marekani haina chaguo jingine isipokuwa kukubali masharti yaliyowekwa na Iran katika pendekezo lake la kusitisha vita. Hakuna njia nyingine isipokuwa kukubali haki za wananchi wa Iran kama zilivyoainishwa katika pendekezo la point 14, Ghalibaf aliandika kwenye X kwa lugha ya Kiingereza. Aliongeza kuwa mbinu nyingine yoyote kutoka Marekani haitozaa matokeo yoyote na itakuwa ni mfululizo wa kushindwa. Kadri wanavyoendelea kuchelewesha ndivyo walipokodi wa Marekani watakavyolipa gharama kubwa zaidi, alisema. Iran imeendelea kusisitiza kuwa pendekezo lake linahusisha kusitishwa kwa vita, kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani, kusimamishwa kwa mzingiro wa majini pamoja na kuheshimiwa kwa usalama wa mlango wa Hormuz. Kwa upande mwingine, Marekani pamoja na Israel wameendelea kushikilia msimamo kuwa Iran haipaswi kamwe kuruhusiwa kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia.